Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. Mstari wa kwanza hadi 3. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwamo kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo neno. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Wala pasipo huyo neno aliyekuweko kwa neno, aliyekuweko Mungu, hakikufanyika chochote kilichofanyika. Rudia tena. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo Mungu anakukumbusha kabla ya vitu vyote, kabla ya dunia kuumbwa, kabla ya mwanadamu kuonekana, kabla ya kiumbe chochote. Kwa nini Mungu anakuonyesha mwanzo? Kwa nini Mungu ananirejesha mwanzo? Na hajasema mwanzo kulikuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna madhehebu kama hiyo siogopi, kama hii mafunzo ya kina Kitonga na wale wengine wanaamini ya kwamba kabla Mungu hajaumba Adam kulikuanga na viumbe like a scientist. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwanadamu aliondoka kutoka pale, wao wako na hiyo. So wanamaanisha kabla ya mwanadamu kulikuwako na viumbe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naweza sema ya kwamba ule ndugu anayehubiri mambo haya hayaelewi. Anapo yaongea yapo, lakini shida ni kusema kabla ya Adamu Mungu akuumba mwanadamu kutoka kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Alimuumba kutoka kwa vitu vingine. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Na hiyo ni upuzi, na huo ni ujinga, na huo ni mwazimu. Bwana Yesu asifiwe. That's why mimi itakuwa ngumu sana mtu kama yule tukikutana hapo nyasi haitamea tena. Maanake Biblia inatuambia pale mwanzo kulikuwako neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanzo wa mwanadamu, mwanzo wa kuumbwa chochote, hakukuwa na chochote bali neno. Bwana Yesu asifiwe. Na alafu tunaambiwa neno naye alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo unaponionyesha kiumbe kingine kando ya neno ndani ya maisha yangu, katika foundation ama misingi yangu, mimi tutakosana. Haleluya. Haleluya. Na mtu kama huyo naweza penda sana tukutane ili ajue ya kwamba ajui. Kwa hiyo kwa nini ni lazima tuishie neno? Kwa kuwa neno ndiye number 1. Neno ndiye mzaliwa wa kwanza aliyetoka kwa Bwana. Yeye ndiye kiumbe cha kwanza kilichotoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana, kwa sababu kabla ya dunia, kabla ya kuwekwa misingi ya dunia na vitu vyote, ndio maana tunaambiwa alikuweko, kwa sababu baba yake alikuweko. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo number 1, kwa nini tuishie neno? Ni kwa kuwa
neno ndiye kiumbe cha kwanza, ndiye mzaliwa wa kwanza, ambaye ndiye Yesu Kristo mwana wa Mungu. Manake alikuwako kwa Mungu, alikuwa Mungu na alitoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na kwa sababu ndiyo maana tunaona after baada ya Mungu kwa kanisa ni Kristo. Haleluya. Kwa hiyo hakuna kitu kingine tunafaa kujua. Baada ya Mungu ni Yesu. Haleluya. Alafu naye yule Yesu ambaye ni neno, tunapompokea, kwa hiyo tunafaa kuona kitu inaitwa protocol. Mungu pale, Yesu hapa, na kanisa wapi? Hapa. Halafu tunasemanga dunia ikuwe nyuma. Baraka ni lazima kuwe na protocol kutoka mbinguni. Mungu, neno na kanisa. Alafu dunia nyuma. Bwana Yesu asifiwe. So unapotoa kiumbe kingine cha dunia unaleta mbele, wewe ni mwongo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yule alikuweko kabla ya dunia ni Mungu. Second, ili aupe dunia, neno ndiye alitoka. Kutoka chapter 1. Kutoka chapter 1 Biblia inasema dunia ilikuwa ukiwa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Na giza na maji zilikuwa zimetawala dunia, lakini roho wa Mungu ikatulia. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Second, neno. Kwa hiyo baada ya Mungu ni neno. Maana Mungu alizaa nini? Neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndiyo sababu tunamuishia. Manake, na ndio maana anasema hivi, hakuna ajuaye Baba ila Mwana, na hakuna ajuaye Mwana ila Baba. Kule John chapter 6. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo kile kinafanya ni lazima wewe Mkristo, mimi na wewe tuishie neno, kwa kuwa neno ndiye peke yake aliyetoka mbinguni. Ndio maana pale anasema basi mimi ndio najua mbinguni kwa Baba. Haleluya. Na kwa sababu mimi ndiye najua mbinguni kwa Baba, basi kwa maana mimi ndio najua kwake, na hapo ndio makao yenu, ni lazima ili mkafikie Baba, mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Na akazuia yeyote ambaye hatafuata ile neno. Akasema yeyote, hakuna yeyote atakayefika kwa Baba ila kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Si alisema? Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo hiyo ndio inamaanisha tusipomfuata aliyetoka kwa Baba, anayejua kwa Baba, hiyo inamaanisha hatutafika kwa Baba. Hello. Hello. Jina la Bwana litukuzwe. Aliyetoka kwa Baba ndiye anajua uko, na ndio sababu tumuishie. Ndio itatulasi tukamuishie yeye peke yake pasipo kuchanganya. Bwana Yesu asifiwe. Manake yeye alitoka peke yake, alikuweko peke yake. Unaona? Alikuweko
kwa Baba peke yake, na alikuwa Mungu yeye mwenyewe peke yake, na pasipo yeye, kwa maana ndiye alikuwa na ndiye Mungu, hakuna chochote. Haleluya. Kitu kingine tunaona, kwa maana huyo neno ndiye Mungu, ndio sababu tumfuate. Huyo neno ndiye Mungu. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema hayuko mbali, ako karibu sana na sisi. Unaona sasa? Kwa hiyo wakati unakuwa na hii neno, elewa ya kwamba uko na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ukitaka kuona njia ya kwenda kwa Mungu, utamwendea Mungu. Haleluya. Ambaye ndiye neno. Bwana Yesu asifiwe. Aya, na ukikosa kuwa ndani yake, basi hautafika. Na ndio maana watu wasioishia Mungu, punde tu ameenda kwa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, unamsikia ameingia kwa wachawi. Wakati tu anaomba, unamsikia anaingia kwa wachawi, kwa waganga, kwa devil worshiper, kwa majini, kwa madhabahu, kwa biashara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maadui, kwa sababu amfuati ule neno. Inamaanisha ama ina maana tukiishi naye atatufunza kuhusu Mungu vyema, kwa maana yeye ndiye alitoka. Kwa hiyo yeye ndiye anajua kuhusu Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anajijua vyema. Unajua wewe unaweza nielezea kuhusu wewe vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ukitaka kuniambia kuhusu wewe, kama wewe ni wa kweli utaniambia. Kama wewe ni mwizi utaniambia, ndugu, mimi ni mwizi na ndio maana nataka niokoke. Mimi ni mshirati na ndio maana nataka nikombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo inamaanisha, kwa maana yeye ndiye alitoka na yeye ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi maisha ya wokovu, basi maisha yangu na yako ni lazima isaliwe kutokana na yeye. Kwa hivyo alipotoka kwa Mungu na aliye Mungu, ni lazima kwanza tuishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ile nasemanga saturation ya Kristo. Haleluya. Maana tukiishi ndani yake tutakula na tunywe ndani yake. Maana yeye ndiye anaumba vyote vinavyotamaniwa na mwanadamu. Unajua watu tunahangaika kwa kuwa hatuelewi. Yeye atatuvunza, ataumba namna gani? Atatuvunza, atabariki namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi ninaelewa vizuri, na kile kinafanyanga nikamate neno. Ninajua neno ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu anasema mimi ndiye mwanzo na mwisho. Kutoka kwa sauti yake ambaye ni neno. Haleluya. Kutoka kwa sauti yake ambaye ni neno. Na ndio maana anatuambia mwanzo ni mimi nilikuwa, na mwisho nikawaambia mwisho neno atasimama hukumu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama yeye ndiye alitoka kwa Mungu, atatuvunza njia za Mungu na matendo yake pia na